maana hakuna kwenda nyuma na kurudi mbele, pale pale. Tuko pale chini ya 100%, wakati wengine wanapata 0.6, wakati mwingine 0.4. Sasa tafiti ya mwisho hii ilikuwa inaonyesha kwa Zanzibar tuna 0.4 maambukizo kwa 0.4. Lakini safari hii kidogo kumejitokeza vitu ambavyo kidogo nasema hivi si vya kawaida. Kwenye tafiti ambazo za nyuma ilionekana mikoa ya kaskazini Unguja na kusini yaambukiza hapo juu kulinganisha hata na mjini Magharibi. Unaona? Sasa hiyo kidogo unaona haijashtua kwa sababu unajua hali bado iko chini ya 1%, lakini bado unaona hii mikoa tofauti na ilivyokuwa mwanzoni. Mjini Magharibi ilikuwa kidogo iko juu tofauti na hii mikoa miwili. Lakini vile vile Pemba, Chake Chake, mikoa ya kusini Pemba, sio Chake Chake. Sababu mikoa hii ina wilaya zake. Kwa hivyo ule mkoa wa kusini Pemba ambao una wilaya ya Mkoani na Chake Chake, vile vimeambukiza ilikuwa yako juu kupita hata mjini Magharibi Unguja. Kwa hivyo hiyo ilikuwa inaonekana kidogo maambukizo. Sasa unaona hasa kwamba kwa upande wa mikoa mingine maambukizo yamepanda kulinganisha na mjini Magharibi ambayo yameshuka. Mjini Magharibi kuna 0.4, lakini kwa kaskazini Unguja kuna 0.8, 0.8 kusini Unguja na kaskazini na kaskazini Unguja 0.7. Kwa hiyo unaona maambukizo yalivyokuwa yameongezeka kwa hii mikoa miwili na kupungua kwa mkoa mjini Magharibi. Sasa unaposema 0.4 wengine wanaona ni ndogo, lakini ukija kwenye hesabu hasa na kwa idadi ya watu unaona kwa Zanzibar na kwa wale ambao pengine wapo kwenye kituo cha dawa wanaochukua dawa kwa ajili ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi wako chini ya 10,000. No. Kwa hivyo hiyo inaonekana kwamba watu 10,000 kwenye kisiwa chetu hichi mwake ni watu wengi sana. Watu wengi sana, ni kweli. Kutokitolea tu roughly kwa mfano sasa hivi tupo kuna karibia kwenye chaguzi zetu hizi kwenye jimbo watu 10,000 halizidi. Sasa uone kwamba jimbo zima. Kwa hivyo tuone na tushtuke tuone kwamba hii idadi ni kubwa hasa kwetu sisi hapa Zanzibar. Kwa bara wenzetu bado mikoa ya Iringa, Njombe na Mbeya maambukizo bado ni makubwa. Wake wako vule sasa kuna asilimia kuanzia 11 9. No, sasa unaonekana sisi tuna asilimia 0.5. Kwa wenzetu huko bara kuna asilimia hizo kuanzia 11, 12, 9. Naona sasa ni kubwa kulinganisha na sisi. Sasa hapa lakini pamoja na yote pamoja kwamba tuna asilimia 0.4 lakini unasema maambukizo yetu sisi hapa bado yako kwenye makundi maalum. Sasa makundi haya maalum ni yapi? Tuna makundi ya watu ambao wanatumia dawa za kulevya, ndio ambapo kiini cha kipindi hichi madawa ya kulevya hasa kwa njia ya sindano yani yanachangia maambukizo makubwa ya virusi vya ukimwi. Lakini kuna wanawake ambao sijui tumie lugha gani wanauza mili, wanafanya biashara ya ngono, nayo maambukizo ni makubwa. Lakini kuna vijana wa kiume ambao wanafanya ngono ya jinsi moja, nayo vile vile maambukizo ni makubwa. Kwa hivyo unaona sasa makundi haya matatu kwa maambukizo ni makubwa. Sasa makundi haya tumekuwa tukiyafanyia tafiti na kila baada ya miaka 5 kuona vipi mwenendo wa haya kwenye haya makundi mwenendo ukoje. Na tumekuwa tukifanya tafiti kuangalia je, haya makundi wanauelewa kwanza masuala ya ukimwi, wanazifikia zile huduma za ukimwi, ni aina gani ya huduma ambazo wanazifikia, lakini je wanajua njia za kujikinga na haya maradhi, je wanapima virusi vya ukimwi. Sasa haya ni ambayo tumejaribu kuyafanyia utafiti wa kina zaidi kwa hayo kwenye haya makundi. Sasa kabla hujaendelea nikukatishe kwanza hapo. Nirudi kwa Idrisa. Idrisa wewe ni balozi na kwanza kama jinsi ambavyo nasema pamoja na staff hapa na wapeni kazi, ongereni kwa kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya, kwa sababu tukianza kuangalia kuanzia mwanzo na mpaka sasa tunaona kuna tofauti mkubwa sana. Na siku zote elimu ndio kitu ambacho kinamfanya mtu anaweza kubadilika. Idrisa wewe umekuwa umepita sehemu wewe kama ulivyo kijana hapo nikitazama bado kijana mdogo unapita kwa vijana wengi sana umetoa elimu. Unafikiri sasa ni kwa nini ongezeko bado lipo wakati mnatoa elimu? Wewe ni kijana najua unakaa na vijana wenzio unajua mbinu zaidi. Ndio. Asante ndugu mwandishi.
Tunajitahidi sana katika upande wa elimu kwa sababu KVP Forum tumejikita sana katika utoaji wa elimu katika jamii yani kwa watu wote katika jamii, hususan elimu hii ya HIV na zidi watu ambao wanatumia madawa kwa njia ya sindano. Tunajitahidi sana kutoa elimu, lakini sasa pia changamoto inatufika sisi watoaji elimu katika jamii vile vile. Pia katika jamii tukirudi watu ambao wanaishi kutumia madawa kulevya, yani wanapata stigma kubwa. Kwa ile stigma pia inapelekea kwa sisi watoaji elimu pia kwetu inakuwa changamoto katika jamii kwa sababu watu wanakosa mapenzi. Kwa hiyo kama wanakosa mapenzi, mtu unafika unampa elimu na mwingine anafika kukiri, anakuambia mimi hapa nilipo natumia madawa kulevya na naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini sijawahi kutumia dawa. Ukimuuliza in deeply kwa sababu gani hujawahi kutumia dawa, atakwambia kama kutokana na familia au friend au mazingira, umeshifa vizuri, na hisi kama nitazidi kutengwa kwa sababu natumia madawa alafu vile vile pia naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa sasa tukikutana changamoto kama hizo tukiwa kama watu elimu, sasa mtu kama yule tunampa mazingira kwanza ya urafiki, ya ukaribu, na hata jamii pia tunaishauri mtu yote ambaye anatumia madawa isiwe sababu yeye ni anatumia madawa ikawa kigezo cha kutengwa na kuitwa majina ambayo mengine katika jamii. Kwa hiyo tunajitahidi sana tukiwa kama watoaji elimu, na tunajitahidi, tunapambana, yani tunakimbizana na kauli mbiu ya serikali ifikapo mwaka 2030 kwa no AIDS, amna maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Alikopo anayo maambukizi ya virusi vya ukimwi atumie dawa kwa ufasaha ili asimambukize mwingine na wala asipate maambukizi mapya, na ambaye hana aendelee kujilinda na njia gani atumie za salama. Tunatoa elimu hizo katika jamii ili mradi kujikinga na kuzuia maambukizi mapya ya HIV. Vipi sasa mwitikio wa vijana mnapoenda kutoa elimu, mnapokuwa mkizungumza nao, mnaona wanakuwa wako tayari kuwasikiliza, yani wanalipokea au wanaona kama vile mnapoteza muda tu? Mwanzo ulikuwa mgumu ndugu mwanahabari kushawishi mtu katika jambo, hususan unamfuata mtu maskani tena kwenye starehe yake alafu unaenda kumpa elimu. Mwanzo ulikuwa ngumu, lakini sasa hivi tunaona mwanga na tunaona highlight wapi tunapoelekea. Sasa hivi tuko kama vijana ambao tulioamua kujitoa kwa moyo wetu thabiti kabisa. Yale mapokezi ya maskani pale tulivyokuwa tunaenda mwanzo kutoa elimu na sasa hivi inafika muda client wenyewe wanakupigieni simu, hamjaja muda mrefu kutupa elimu, njoeni. Yani unaona jinsi gani walikopo wanauhitaji lakini wako hawafikiwi, lakini walivyopata fursa ya kufikiwa na sisi watoaji elimu tuliojitoa kwa mioyo yetu tu, umeona yani wanauhitaji, kumbe wao wenyewe sasa imekuwa kama fursa kwao. Wanakuiteni, hamjaja muda mrefu, njoeni mtupe elimu. Na changamoto kama hizo zinatokea kwa sababu tunakaa muda mrefu kweli kwa sababu sisi ni tumejitoa. Kama hapo mwanzo tunapenda kusema iko kitu, sisi tunajitoa, tunatumia nguvu zetu wenyewe. Tunashukuru kitengo shirikishi na zake wanajitahidi kutupa zile elimu kwa ajili ya kwenda kuwapa elimu wenzetu wengine zaidi, kwa sababu unajua serikali haiwezi kawa na bajeti ya kufikieni nyote. Kweli. Lakini kwa wale ambao wanapata fursa na bahati ya kufika katika yale mafunzo, sasa yale mafunzo sio kama umefunzwa wewe Idrisa tu urudi nayo nyumbani ukakae nayo kwako. Iwe kama shukrani katika jamii. Unarudisha vipi shukrani katika jamii kwa yale mafunzo ulopewa? Ndio hivi, lazima uje katika jamii ukutane yale makundi ambayo ni wahanga wa haya matatizo na kupelekea kupata maambukizi mapya ya HIV. Na nini lengo la serikali ifikapo 2030? Kuwe hakuna tena maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hiyo pia inakuwa ni changamoto yetu kubwa kuwafikia watu mara kwa mara kwa sababu hatuna wafadhili wa kutuwezesha zile transport nini. Kwa hiyo pale tunapopata mtu ambaye mdau anapoguswa, jamani hatujaoneni muda mrefu, nini shida? Tuna changamoto, anatuwezesha na tunakuwa tunafika. Tunashukuru. Kwa hiyo sio kama tunajitoa kama kuna jambo ambalo tunanufaika nalo, hapana. Tunajitoa kwa kurudisha shukrani zetu kwa ile elimu ambayo tumeipata. Mtazamaji wa Sunet TV, janga ni letu sote. Tunapozungumzia janga la HIV, tunapozungumzia janga la matumizi ya dawa za kulevya, wewe ni nani unaweza ukapinga? Wewe ni nani unaweza ukasema mimi ili alinigusi, alinihusu, haiwezekani? Yani hii ni kama kuishi. Ukisema mimi siishi basi umekufa.